Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Mara baada ya kuweza kugomea kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo, mambo yamekuwa yakiendelea, mvutano umekuwa ni mkubwa kweli kweli, huko klabu ya soka Young Africans wao wakiweza kugoma kucheza mchezo huo kwa mara nyingine tena, hata kama tarehe ikitangazwa wenyewe hawako tayari kuweza kwenda kwenye dabi hiyo. Huku klabu ya Simba leo hii wameweza kutoa msimamo wao juu ya kucheza mchezo huo, na wao wanasemaje. Mimi nimekusogezea taarifa hapa, utakwenda kujua kila kitu ambacho klabu ya Simba wameweza kukiainisha katika taarifa yao ambayo imeweza kutolewa leo hii juu ya kile ambacho kinachoendelea mpaka sasa katika dabi ya Kariakoo. Kumbuka ya kwamba klabu ya Simba yenyewe msimamo wake ni upi, ni pia nimekuweza kukusogezea taarifa kamili ya kila kitu, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa hilo usipitwe na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa no subscribe, kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya Simba na huko Jangwani kwa wanayanga. TFF mara baada ya kuweza kupitia malalamiko ya wekundu wa Msimbazi Simba kwa kile kilichoweza kutokea katika usiku wa tarehe 7 kuamkia tarehe 8, ambapo kauli ya TFF wao walibainisha kwamba klabu ya Simba haikufuata taratibu kwa kile ambacho ilikuwa ni kutoa taarifa kwa wamiliki wa huo uwanja. Unaona bana, kwa kile ambacho kilichoweza kutokea, ambapo klabu ya Simba wao hawakuweza kutoa taarifa kwamba wanakwenda kufanya mazoezi. Hivyo basi kwa kile kilichoweza kutokea, bodi ya ligi pamoja na TFF wakakubaliana kuweza kuahirisha mchezo huo, ambapo klabu ya soka Young Africans siku hiyo hiyo walitangaza kwamba hawako tayari kucheza, tofauti na hiyo siku ya tarehe 8. Na katika taarifa nyingine ambao wameitoa, wakiweza kuelezea msimamo wa klabu na kamati ya utendaji, wakisema ya kwamba wenyewe wako tayari kuweza kucheza huo mchezo wa dabi ya Kariakoo. Lakini kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club, mpaka muda huu wenyewe wanasema ya kwamba wapo tayari kwenda kwa Mkapa kuweza kucheza tarehe mpya ambayo imeweza kutolewa. Wako tayari kwenda kukipiga, na hapo nazungumzia Young Africans ambao wenyewe wanaonekana kugoma kuhusiana na hili ambalo linatakiwa kwenda kufanyika. Ukiweza kushuhudia namna gani ambavyo kikosi cha Young Africans wao wanasema ya kwamba kile ambacho kimeweza kutokea, wanaona kabisa hawawezi kuwa sehemu ya yale ambayo yanazungumzwa kwa sasa, ambako klabu ya Simba Sport Club ambao wenyewe wanaweka wazi kwamba kile ambacho kipo wenyewe wanakitaka tu ni kurudiwa kwa mchezo huo. Sasa ameandika hapa, nazungumzia Farhani Kiam, anasema ya kwamba kumbe sasa anaanza kupata picha kamili ya ili sakata. Nakumbushwa kuwa kwenye historia ya dabi ya Kariakoo huwa wote wawili hawafanyi mazoezi pale uwanjani. Siku moja kabla ya mchezo, uwe mgeni au mwenyeji, uruhusiwi kuugusa uwanja. Imekuwa hivyo kwenye historia ya mechi zao, na uwanja unalindwa. Kila mmoja anapaswa kufanya mazoezi anapofanyiaga. Jambo hili halipo kikanuni. Hii kitu ndio nimejua leo, nimeshangaa sana. Maswali yanakuja, kama mchakato huu haupo kikanuni na walikuwa wanafuata wote wawili, je, walikuwa wanasimamiwa na nani wote wawili kutekeleza kanuni hii ya mficho? Maana hata mechi ya raundi ya kwanza mgeni Yanga hakusogea kabisa kwa Mkapa. Nimetumiwa picha kuwa walifanya mazoezi Kigamboni. Hili sakata
ligi ina kanuni au utaratibu au makubaliano ambayo hatuyajui, ama rasmi nimefunga mikono yangu siandiki tena hii kitu, kumbe ina mambo mengi sana. Tunaweza kukomaa na kanuni, kumbe wala watu hawapo huko kwenye karatasi zetu. Unaona bana, akiweza kuandika hivyo kile kilichoweza kutokea. Bado tunasubiri tarehe mpya ambayo itakwenda kutangazwa na shirikisho la soka Tanzania pamoja na bodi ya ligi. Je, ni tarehe gani ambayo Young Africans wao wataweza kuigomea tena na wenyewe hiyo mechi, kwa sababu wameweza kuweka msimamo wao. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na tarehe.